Naam, jina langu Mchumbe wa Mkulima na Fatuma. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, na kukaribisha mara tena kwa moyo mkunjufu kufuata habari zetu kwa siku ya leo. Miongoni mwa habari ambazo tumekuandalia siku ya leo ni pamoja na habari zisemazo kuwa janga kubwa limetokea tangu siku ya Jumapili ya tarehe 16 Novemba 2025 katika eneo la mgodi wa Mulondo uliopo katika mtaa wa Kawawa, eneo la Mushasha, mkoani Lualaba. Kuporomoka kwa daraja la muda lililojengwa katika eneo hilo kusababisha vifo angalau vya wachimbaji wa madini wadogo wapatao 40 kwa mujibu wa hesabu ya awali. Vyanzo kadhaa vya eneo hilo, miili 34 imehifadhiwa katika chumba cha kuhifadhi maiti, huku wengine takriban 10 wakiwa wamechukuliwa tayari na familia zao. Kadhalika kuna taarifa za majeruhi kadhaa wakiwemo 2 waliopigwa risasi. Hadi sasa kuna taarifa yoyote kutoka kwa mamlaka husika. Eneo la Mulondo lilioko umbali wa kilomita 42 kutoka Kwelezi linajulikana kwa misuguano ya mara kwa mara kati ya wachimbaji wadogo na makampuni makubwa ya uchimbaji madini katika maeneo hayo, na yakiwa makampuni binafsi, imetaja hivyo vyanzo vyetu vya eneo hilo. Tukio hilo limetokea tangu siku ya Jumapili asubuhi huko Kawawa. Mashuhuda wanasema kuwa waasiriwa walipoteza maisha baada ya kutumbukia kwenye mtaro mkubwa walipokuwa wakikimbia kwa hofu kufuatia milio ya risasi iliyofyatuliwa na wanajeshi wa taifa FARDC wakiwa walinzi wa mgodi huo. Vyanzo vya eneo hilo vyaeleza kuwa daraja hilo ndogo lilijengwa na wachimbaji madini lilishindwa kuhimili msongamano wa watu waliokuwa wakitaka kuvuka na kusababisha kundi kubwa la wachimbaji madini kutumbukia chini. Iliripotiwa kuwa daraja hilo lilitumika kuvuka mtaro mkubwa wa kupitisha maji kutoka kwenye bwawa la kuhifadhi maji la kampuni inayoendesha harakati zake katika mgodi huo. Wanajeshi wanaolinda eneo hilo wanadaiwa kufyatua risasi na kusababisha wachimbaji wadogo waliokuwa wakiingia kinyume cha sheria kukimbia hovyo. Baadhi yao walikimbia kwenye daraja hilo mbovu ambalo liliporomoka na kusababisha maafa hayo makubwa. Tuangazie habari zetu, na habari hizi zingine zisemazo kuwa kundi la wahasi wa M23 wameliteka kijiji cha Maimingi katika tarafa la Shabunda tangu siku ya Jumapili tariki 16 Novemba 2025 baada ya mapambano makali kuripotiwa katika eneo hilo kati ya wahasi hao dhidi ya jeshi la taifa FARDC. Jeshi lilijaribu kujibu mashambulizi, lakini baadaye liliondoka kuelekea Kimbili ambako kituo cha afya kinahudumia majeruhi wengi wa kiraia na wa kijeshi, kwa mujibu wa mashirika ya kiraia katika maeneo hayo. Shambulizi hilo limelazimu maelfu ya wakazi kukimbia makao yao na kusababisha msongamano mkubwa wa wakimbizi wa ndani. Kijiji cha Maimingi kilichopo mpakani mwa eneo la tarafa la Walungu, eneo linalodhibitiwa kwa kiasi kikubwa na waasi, kipo sasa chini ya udhibiti wa waasi wa M23. Hii ni mara ya kwanza kundi hilo kuingia katika maeneo yote ya tarafa 8 za jimbo la Kivu ya Kusini. Hapo awali, Shabunda ndiyo eneo pekee lililobaki bila kuwepo wanamgambo wa M23, eneo linalojulikana kwa ukubwa wake pamoja na utajiri wa rasilimali za misituni pamoja na madini. Kwa mujibu wa taarifa za Jumatatu tarehe 17 Novemba, kituo cha afya cha Nyalubemba huko Kimbili kimefurika majeruhi, huku wakazi wakisalia katika hofu kubwa baada ya mporomoko kwa ngome muhimu ya Maimingi iliyokuwa ikitumika kama kizuizi cha ulinzi wa jeshi la taifa FARDC katika maeneo hayo. Tangu mwanzoni mwa mwaka 2025, waasi wa M23 wanadhibiti mji wa Bukavu na wamekuwa wakipanua mashambulizi yao ili kuongeza maeneo wanayoshikilia kusini mwa Kivu.
Hali hii inaendelea kutia wasiwasi kuhusu mustakabali wa usalama katika eneo hilo, kwa mujibu wa mashirika ya kiraia katika maeneo hayo. Tukiachana na habari hizo, tuangazie habari zingine hizi zisemazo kuwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na muungano wa waasi wa Alliance Fleuve Congo AFC M23 wamesaini makubaliano ya mfumo wa kuleta amani ya kudumu siku ya Jumamosi ya tarehe 15 Novemba 2025 nchini Qatar, chini ya usuluhishi wa viongozi wa Qatar. Katika makubaliano hayo, pande zote mbili zimethibitisha tena kuingia kwenye sehemu katiba, uhuru na mipaka ya taifa, pamoja na utekelezaji wa sheria za kimataifa pamoja na za kibinadamu. Makubaliano haya yanatoa pia mpango wa kurejesha mamlaka kamili ya kiserikali katika maeneo yote ya taifa, yakiwemo yale ambayo kwa sasa yanadhibitiwa na waasi wa M23. Mazungumzo yanayofuata yanatarajiwa kubainisha hatua za utekelezaji, ratiba pamoja na mfumo wa kurudisha utawala wa serikali kwa ushirikiano na viongozi wa maeneo, wazee wa mila na taasisi halisi za kiserikali. Katika upande wa usalama, makubaliano inapendekeza hatua za mpito kwa kipindi cha miezi 5 kinachoweza kufurushwa, pamoja na mchakato wa kuondoa silaha, kuvunja na kuunganisha upya makundi yote ya waasi, sambamba na kumiliki makundi ya kigeni kulingana na sheria za kitaifa na za kimataifa. Pande zote pia zimekubaliana juu ya kusitishwa kabisa kwa mapigano, kulindwa kwa raia, kuachiliwa kwa wafungwa na kuhakikisha misaada ya kibinadamu inawafikia wahitaji bila vikwazo. Pia hali ya dharura ya kibinadamu inaweza kutangazwa katika maeneo yaliyoathirika zaidi. Sambamba na habari hizo, huko Uvira ni kwamba safari bado ni ndefu ili kufikia kupata amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, licha ya mkataba mwingine uliosainiwa wiki iliyopita kati ya Kinshasa na waasi wa M23 Padoa nchini Qatar. Ndivyo amesema hayo mwanasiasa Andre Biadunia Mashaka katika jimbo la Kivu ya Kusini. Ujumbe huo ameutoa alipokuwa akiulizwa mtazamo wake kama vile mwanasiasa jimboni Kivu Kusini. Andre Biadunia Mashaka anaeleza yafuatayo. Nani alidanganya wakongomani ya kwamba kibenye bilikuwa sinye doa ni akor ya amani au ni akor ya kumaliza vita? Hapana. Yafaa kuambia watu kweli, kazi yetu sisi comme notabilité, comme acteur sociopolitique, yafaa watu wanajua. Na ndio maana niko naandaa mitinge kabambi hapa Uvira, niko najikaza niangalie kama nitapata hata mwae nifike na Baraka kuorganize mitinge ya kuambia watu nini kinaendelea. Ile accord ambayo ilikuwa sinye inaitwa accord cadre. Accord cadre maana yake nini? Ni kama vile sisi walimu wakati tunafundisha kwenye masomo, tunapanaka premier jour unapana table de matière. Yani watoto wanajua tutaanza na introduction, premier chapitre, deuxième, troisième mpaka kumwisho. Na kule walisinye ili wanaita accord cadre, ina reprendre point, yani pointi 8 ambazo zitazungumuziwa au cours ya maechange ambayo itafanyika entre gouvernement congolais na bale ba agresseur ya M23. Na ile accord cadre inakuwa na pointi 8 ambazo watazungumzia. Nitapata labda muda wa kuja kuambia watu kwamba ni nini kinaendelea, mais ni préciser déjà que mu négociation, mu principe za négociation haiambie mtu ke parce qu'on signe accord ya cesser le fait que vita inaisha. Na ndio maana M23 ina comprendre ya kwamba sisi ambao tumesinye na gouvernement congolais tunaweza kurekipere zingine maespase 2 au 3 au 4 mpaka siku tafikia kumaakoro ya ambayo tutazungumuzia na tunapata kompromis na tunamalizia pale. Upande mwingine, Andre Biadunia ameongeza kuwa kwa sasa waasi wa M23 awalali kwenye maeneo ya mapambano. Ni préciser ya kwamba jana dimanche tariki 16 masaa 3 ya asubuhi bali atake village za kwanza
za territoire ya Shabunda, village mbili ambao wanaita Maimingi premier na Maimingi deuxième. Aliziatake bazalendo wakabarepuse, même si walibarudisha, mais baliatake deja na tuko msese le fait, alors que ile cesse le fait ndio pointi ya kwanza yenye iko mwa ile table de matière mwale wanaita accord cadre, ndo balisinyia kwanza ki faut kusimamisha vita. Mepanda ke tunasema ile bao wanaanza kupigana, mais sisi Minembwe babandi bangali pale, hapa Nzibira bangali, Kamanyola bangali, Katogota bako, Kamanyola nafasi nyingine bako, mesie Kongo ina croiser mikono inasema tutapigana. Ni distraction pure simple. Donc ningetaka kuambia watu kwamba hakuna wasiwadanganye kwamba tulisha sinya akoro ya kumaliza vita. Bado ile tu ilikuwa ni mashapitre walipana zenye batadiskite kuwazo panda ma negotiation mpaka siku watafikia accord de paix. Donc mwai moma kila mtu anaweza atake mwenzake, ça dépend. Na ndio maana kama notabilité hatuwezi kuambia Kongo ibakie distrait. Gouvernement ya Kongo inapaswa kuwa macho wazi poruke nayo angalia kama itarekipere maantite. Bali itaka bazalendo wabasaidie. Mesi batumikisha bazalendo, nini kinakosa? Tutamatishe habari zetu na habari hizi za ajali ya ndege. Ajali kubwa ya ndege imetokea siku ya Ijumaa tatu ya tarehe 17 Novemba 2025 katika uwanja wa ndege wa Kolwezi, mkoa wa Lualaba. Ndege iliyokuwa imebeba waziri wa madini wa taifa Louis Watum Kabamba pamoja na ujumbe wa watu takriban 20 umeshindwa kutua ipasavyo na baadaye kushika moto. Kwa taarifa zilizodhibitiwa kutoka eneo hilo zaeleza kuwa hakuna abiria aliyepoteza maisha, kwani wote waliokolewa ndani ya ndege hiyo kwa wakati, hatua iliyozuia kutokea kwa maafa makubwa. Tukio hilo lilianza wakati ndege ndogo iliyoanza safari kutoka Kinshasa ikielekea Kolwezi kwa kazi za kiserikali ilipokuwa inajaribu kutua. Kwa mujibu wa mamlaka za uwanja wa ndege, ndege hiyo ilitoka nje ya njia ya kutua na kuishia katika eneo lenye mchanga pembeni ya barabara ya kurukia na kutua. Ni hapo moto mkubwa ulishika muda mfupi baadaye. Mtazamaji na msikilizaji, kupitia hapo ndipo kabisa tumetia nukta kwa habari zetu kwa siku hii ya leo. Tunakusamini sana kwa kutufuata mwanzo hadi tamati kwa habari hizi. Tunakusii mara tena usikosi kulike, kucomment na kushare kwa wengine. Tukutanane baadaye panapo majaliwa kwenye vipindi vingine. Religion.